Ndugu zangu, karibuni sana. Mko mnaangalia Baraka One TV, pia mko mnaangalia Mwangaza TV. Hapa tuko Makobola. Hii ni Makobola kwanza. Makobola kwanza, grupema ya Kamba. Okay, sawa. Na kama jinsi unaona, hapa tuko na familia yenye ilikuwa viktime ya mabombe yenye ilikuwa lanse na M23 na kusababisha maafa kwa watoto wadogo kama hawa. Huu ni moja kati ya watoto wenyewe walipata maafa makubwa hapa Makobola ya M23. Ndio tuwaambia kwamba serikali katika mfumo wake wa kwenda na identify wapi kwenye kulifanyika maafa. Hii ni sible yenye iko hapa Makobola. Na tuko na mama yake hapa, tutazungumza kwanza tujue historia fupi yenye walipitia hapa Makobola. Mama, jambo. Jambo sana. Labda kwanza ungejitambulisha ili watu wajue tunaongea na nani hapa Makobola. Ndio. Mimi kwa majina naitiwa Nyota Mayombe. Bibi ya Ngokola Kaume. Mkaaji wa Makobola. Mkaaji wa Makobola Kanyagwe. Kanyagwe. Hii vita ya M23 iliwakuta hapa. Tulikuwa tunakimbia. Ilikuwa mpaka mkakimbia sama sikia vita nansi. Nilisikia M23 inakuwa Uvira. Tukakimbia. Sasa tulifika huko kumapori, tulihangaika sana. Tulikosa chumvi, tulikosa chakula, magonjwa ilitupiga sana. Tukajikaza kubakia huko kupori. Kwa muda gani huko kupori? Mfano miezi ngapi? Tulimaliza miezi 2 huko kupori. Sasa tulisikia guvernema inakuwa kule kwa Mwamnene. Tukajikaza, tukasikia guvernema inafukuza M23, inaenda ingambo ya Uvira. Tukajikaza, tukarudia mwingine. Sasa tulifika mwingine, M23 ikaanza kuturushia sasa mabombe. Tukasema tutaenda wapi, tukimbilie wapi, tunafika kumwisho. Basi guvernema ikatuambia kama vile wasoda wetu wa Ibu na wazalendo na FARDC wakatukatazia, mtaenda tena wapi na sisi tunakia Bagombola. Tulikaza roho, tukabakia pale, tukavumilia ile mabombe, lakini kwa umateso na kumangaiko sana. Tulikosa dawa, tulikosa chakula na manguo vyote bakaiba. Tulihangaika sana. Tulijaribu sasa, watoto walipata hiyo maafa, tukakimbilia kwa hospitali. Kulikuwa mganga umoja tu anaitiwa Serge. Hiyo maafa ilitokea namna gani? Ilikuwa kuwa mpaka mkasikia bombe inaanguka kwenye watoto wako na wakapata hayo matatizo? Ilikuwa siku gani? Ilikuwa siku ya posho. Tulikuwa kwa nyumba, tukasikia bombe inatoka huko kuko ba M23. Ni ba M23 ndio walitupaka hiyo bombe. Batoto walikuwa wanakutaniwa fasi moja. Wapi? Hapo chini kwa nyumba. Hapo kwa jirani? Hapo. Hapo. Hapo mchana. Ikaangukia huko. Okay. Ikakamata watoto 5. Parmi hapo watoto 5 ndo mko Marta naye. Uko wa Marta wawili, ndasema wangu juu mimi ndio niko presa. Kisha mama yake na atajieleza. Ndio wangu ni Marta Kaume, iko na 11. Ndio. Marta, embu si unaweza kusema? Kuna sata wewe. Useme tu gisi ulisikia ile saa unasikia bombe, ulisikia? Kwanza pale sababu pale mlikuwa mnafanya? Tulikuwa nasema tu habari. Tukakia tusikia kibombe kinaangukia katikati yetu. Katikati yenu? Ndio kaenda jitupa mbudongo. Na ndio kati yetu yote udongo ukakao kingali teketeke. Yenye mbudongo. Kisha ile maeka sasa ukatupata. Ndio ilikuwa kana zimia. Iko na manani na maskatrice za ile manani za mabombe. Zime ziko kukiuno, kama unajua ni mtoto wa kike. Anaweza kuangalia na tumeona huko mgongo, huku na umu mbavu ndio tutakamuua hii. Na umu mbavu pia kuku. Sasa ilipiga, ulizimia nafikiri. Kuzimia kabisa. Mpaka katiliwa madamu. Ungejikuta kwa hospitali. Ukajisikia sasa hivi. Alipata fahamu muda wa siku 2. Hapo siku 2. Ndio kujua kama iko na vilonda wala iko wapi.
Swali tu la kizushi hapa. Ile saa yenye ulikuwa unapoteza fahamu, au kwa unawaza kitu kingine yote ama au kuona kitu sawa unaanguka? Hakuna. Okay. Hawa ni victim wa ile maafa. Nikisema sasa hivi nipatie nafasi ya kuongea na Felix Rais. Simwambia Felix. Unamjua? President wetu. Unamjua Chilombo. Sasa hivi nikisema ongea na Felix utamwambia nini juu ya hii maafa yenye nyinyi mlipitia huko? Ataweza kusema. Sema, ongea neno moja tu na Rais. Saidie nini? Sema. Nafikiri mtaelewa, ni watoto wa huku kwetu tunakuwa kidogo wako hivyo. Sasa Martha, ushatoka saizi hospitali na ushakuwa nyumba, hali yako iko aje? Mama kuna sikia umo kuluma. Bado kuna kitu kwenye kinakusumbuaga? Nini? Kwa stem shala kwa stem. Eska gani hapo kuzama opere? Na kupitaka kwa ecography. Hawakutoka toka tena ni mavitu bali toka me walitoka basoda juzi tulikutanisha basoda nabo bako bablise mule ndo walifanya sasa intervention kusaidia ule mganga umoya. Alikuwa ni mganga umoya tu bengine bote mwingine mkwaka batu tulitoka kule jua mangaiko batoto mamili lishageuka tukaona tu tukuye gisi basoda ba gouvernement banakoa. Sasa huyu mtoto anatakiwa aende kwa ecography nafikiri. Ndio. Kwa sababu hii Michael bado iliacha vitu ndani. Sasa anatakiwa aende wapite waangalie juu mpaka leo hii anasikiaga mamishale iko inapiga. Donc itamsumbua siku zinakuja. Kwa maana hiyo anatakiwa aende ashughulikiwe. Mshajaribu kwenda kumpeleka kwa hospitali labda Uvira ama Burundi? Hapana, hakuna kwetu tulimfikisha. Shida ni nini? Hatuna hela. Uwezo. Hatuna. Sasa wewe nikwambia, sema nini kenye unataka bakufanyie kulingana na matatizo yako. Useme msaada yenyewe watatutumia. Si wewe ndio utasema. Bakufanyie. Sasa unaikala sasa kimya ndio kusema nini? Ewane, mtoto wetu huyu, binti yetu anahitaji msaada aweze kufanyiwa ni sote ya operation meapite kwa ecography waangalie nini kile kinasumbua. Nafikiri kwa wale tuanze na ngambo ya serikali. Kwa kuwa serikali kisasa na sehemu zingine wanaweza kufanya hivyo, wanaweza kusaidia. AOC kwa wale wadau wetu. Sisi tuko na watu wetu ambao ni special kabisa. Wenyewe kama kuna shida yoyote inatokea sehemu wanaendaga kuintervenir kusaidia. Nafikiri kumsaidia huyu kwenda kwa ecography Bujumbura hawezi kute plus ya $500 siwazi. Donc madesa 300 hivi inaweza kuwa inategemea usira matransport tu sana. Kwa hiyo itakuwa ni jambo la maana sana kama lolote lile ambalo linaweza kufanyika juu ya kumsaidia huyu mtoto. Iko na mavitu vinamsumbua na ni kutokana na mabomu ambayo yalirushwa na M23. Haya ndio madhila makubwa ambayo M23 ilifanya huku maeneo ya Makobola. Watu ni wengi, kuna watoto wengine pale. Simekuwa wengi kama ngapi? 5? Ni watoto 5 na wote walipata matatizo. Kila mtu atajisalimisha sasa. Wangu mimi najisalimisha. Wangu sababu alikuwa apata fasi mbaya sana. Huyu ni namwachia bado kuko wengine na hadi leo wanapata hiyo. Sasa ukiachana na hiyo bado anafanya kazi za hapa nyumbani, si ndio? Namuona yuko na nani na unaona. Kwa hiyo bado anahitaji tena kufanya kazi ili aendelee kuwa. Sasa na hali yenye iko nayo haitaruhusu vile, na angetakiwa akuwe na afanya kazi nyepesi. Hatuna maisha baba. Unaenda kushamba ndio. Unaona? Na wewe unasoma. Sasa wewe deja hapa hivi au kumtu kufanya kazi za nguvu. Afanya haya nasikia kama mauru. Nasikia mauru. Uko peke tu. Simu na wengine. Ndio. Sasa yeye takiwa ni akuwe natulia. Okay. Nafikiri wadau na serikali itaenda cha kufanya. Wewe ndio wako uende kukumule. Anaenda kumule hivi.
Nangula pana. Haya tuone kisia Martha anaenda kumule, aenda kusanga. Lakini kitafanya ni serikali itashughulikia hii mambo. Watu wa ONG washafika huko na kuandika nyinyi mjandiko. Tunaandikiwa kweli, tuko tunaandikiwa. Wewe ulipita matatizo kama haya, uko na watoto wa kutosha. Sasa ya kukia toa liste, unatoka mbatoto wadogo. Benye bakupata shida kama hii, unakutanishe wanapata watoto wengi, na wewe uko na watoto uko nahangaika, wanakutoa watoto 5 de 50. Utakufanyia nini? Na ulihangaika na mwenyewe kuhangaika anafike masensa side police kule. Inatuluma. Sawa, mimi umoya binaniluma sababu nilihangaika na huyu mtoto. Nilihangaika kabisa na kukosa hata santa. Singelipata huyu mganga ama ba mganga wetu wa basoda kama huyu mtoto sina. Wali yenye tulikuwa nayo ufike kwa etape ya mtoto kutiliwa damu na sijitambue kama iko wapi. Muda wa siku 2 ndio kujitambua. Madeni nikutaniwa na madeni kukopesha, lakini kwa jitegemea labda ONG ikifika nitafika hata masensa na kwenda kujikuta madesa 50. Sasa linaniluma. Walitumikisha kama vile tombola, lakini watu wanaangaliaka wenyewe walisababisha hiki kitu hii msaada kukuya ni banani. Juu ya baba watoto ndo maana Embu tufanye hivi. Unawazungumzia vipi M23? Eski ni watu walikuwa juu ya kukomboa watu ama walikuwa nakuya juu ya kupoteza maisha za watu? Na kuacha watu maskini yena. Wanatuacha maskini. Unawazungumzia maskini. Mimi kwa lwangu wangeliacha tu hivi wenyewe kweli. Waache kabisa vita ili tupate uhuru. Tunahangaika sisi watoto wa Kongo sisi wenyewe kwa wenyewe. Waache politiki yenyewe vikwemo. Watuache uhuru, waache gouvernement ifanye vyake. Na mwenyewe anataka pouvoir aende kwa election. Ndio. Ndio hivyo. Tunashukuru sana. Jamani, tufanye harambee kidogo kwa hii familia. Unaona hapa ndo nyumbani. Ndio. Roger, Embu tuone nyumbani kwanza, tunaye maneno. Angalia nyumba nyingine tuko mu mateso. Mazingira hapo tutakule, angalia kule. Tuangalie kwenye tuko tunateseka usiku na mchana. Unaona? Ndo mazingira ya kwao na Martha hapa ambayo na kaala hii tuko tunateseka. Ambao kukiwa na bombe ndio, angalia baba, angalia kwao na Martha huko. Tuko tunateseka usiku na mchana. Usha kumalisha mtoto kumateso tena mabombe je muumiza. Basi ingelikuwa hata bombe ya gouvernement basi ningelisema ni mtu wake. Mtu wa nchi yake. Sababu mimi sijui mapolitiki. Na ndio hivyo. Okay, asante tunashukuru sana kwa hii. Na nafikiri hao wengine hapa sijui wapo tayari. Sielewi sasa kama watoto wako preza, utauliza kwanza mama na nyumba. Okay, sawa. Ya waromea kuri mnyerera sigari levino kitirianira ndani. Hatui kama maikra iko ndani wala hai. Kilonda kinapona lakini ndani kuko shoki. Iko hapa chini. Hapa hii nyumba hii. Okay. Felia rahisi sasa pale na niwaambie juu kutoka hapa tuna watoto. Huko makubora na watu. Hapa kwenye tuko na mama huyu tutazungumza naye mawili matatu, atuambie hali yenye alishuhudia hapa. Ni Makobola. Jambo. Hapo tuko pembeni ya bombe hapa. Si ndio? Tuko pembeni ya bombe yenye ilianguka hapa. Iko hapa. Hii ndio inafunika. Ndio. Watu wako ngapi wenye walikumbana na huyu mkubwa na huyu mdogo? Yeye kulipua mwenzake kumkoni.
Huyu kumkono tu mkono wake. Mkono. Ndo hapo. Sasa bombe lilipuka panye mko tulikuwa hapa. Hapa hivi. Watoto walikuwa hapa. Na sisi sasa tulikuwa pale nie na mama wa watoto. Bombe ikakuja huko, ikapita na ripuka hapa hivi, ikapita na anguka ikaumiza watoto. Ile maiklagi yote ilitembea ikasambuka kwa watoto. Walikuwa watoto 5. Tukapita tunababeba kwa hospitali. Ndo pamoja na hapa bana, ni pamoja Marta majina yake sasa wao. Una ni Marta mwingine. Mimi pia alisimia. Alizimia. Ndio. Ulilie kama mtoto anakufa. Hii bombe ilitoka wapi? Hatujui sasa kulitoka. Na kuko mapigano kati ya Bili walikuwa mwingine walikuwa ni wazalendo ama FARDC ama M23. Sasa bombe inaanguka hapo. Donc sasa bombe mchanganyiko. Sasa bombe donc ni hivi. Donc sasa okay. So nafikiri hapa tuko na ndugu yetu hapa. Sogea kwanza huku. Unapita hapo? Atapita. Naweza kupita jua tulivumilia. Bombe litoka kule kama za upira. Jina lako nani kwanza? Mie Nado Mchango. Ni mkaji hapa Makobola. Mie nyumba pale. Wakati watoto walisimia tulikuwa siritere. Bombe litoka upande ya upira. Tukatia kujema hapa, sisi tunekala hapa kwa Mtembe. Watoto walikuwa nanoka hapa majuu. Walikuwa watoto 6. Huyu wawili na watoto ba hapa wawili. Na ba Marta ba mshano wengine wawili ndo 6. Bakazimia. Kwanza lia watoto wanatukufia. Tulikuwa hapo mamiti kuanguka hapo. Tukaenda tunakimbia. Kwa kiasi tukapana kuko watoto vya yafika, ndio tulikuwa tungaliki watu wachache mu mwingine. Tukabidi turudie sawa wanaume, tukafika hapa tukakutana watoto wote wanazimia. Tukaanza logota watoto tunaweza hospitali. Tunaanza logota watoto mwingine mmoja yaonekana wanaketa futa naone mwingine hivyo hospitali. Yale tulikuwa tungaliki watu ya kidogo Makobola. Na hapa ndiko idemaka hapa. Ni mabriki na bomoka hapa. Bombe ilipiga hapa. Na miti na yote haikumalizikaka hapa ingaliki. Kwa sababu kulikuwa kungaliki matope. Kwa hiyo ilikuwa ikazama. Ikazama. Sasa haikusambukaka yote. Toshaka mishali tu kidogo. Toshaka huko matope na ilipiana force ya mingi. Mpaka size ikingale hapa. Sehemu ya bombe iko hapa tunaweza tumbulo utaiona. Hapa kulikuwa kama miti. Sasa mmeshi haina bombe hivi. Tutafanya hili swala la mshaongea na watu ya FARDC. Siviko hapa na ni baibu na FARDC. Sasa walitembea kama mwingine. Humo mwingine na detecte watu ya kidogo. Kwa mngaliki watu ya kidogo. Tungekutanishwa sawa sisi tulikuwa siritere. Tungewaye kuwaonyesha. Jua kilipasukaka lakini huko sehemu huko ndani. Eske bombe Roger inarepukaga nusu nyingine inabakia? Jua nini hapa yulu. Sibale yulu kuko kingine. Hapa yulu kuko kingine kilipasuka tukakata miti. Hapa mabombe wakatia fika wakasema hapana hii bombe yamalizika kurepuka. Wakatia nani pale? Wakatia yani alama ya interdiction mtu kuingia pale. Mtu asingie pale. Na ukumbafu ya watu huko walikutaniwa wanapiga mayua na mipanga wakaanza kubomola sehemu. Lakini wakasema watu walibomola ni wapumbafu kwa sababu nini? Hii bombe yamalizika bomoka. Naona na hapa wangekutanishaka kwa kama tope. Hakuna mtoto mangetoka hapa. Yaani ilijaa matope kwanza hakuna mtoto mmoja tunachuma wa kidogo. Sema kwa tulikuwa tunakiachia nyumba. Na mafoto ikapita inaenda juu ya watu. Ni machuma vya kabambi. Yesu yuko yuko. Mungu yuko. Piga chini. Mimi shari tu ndio. Unaona Makobola kuna vitu mingi sana hapa Makobola. Sasa swali mimi ni kwamba jinsi mko naishi na bombe hapa, msharipoti hii kitu kwa serikali? Sio tulipita vitu ya mingi sana. Tunaona sawa ni kawaida. Sio kawaida. Juu hii hatujui kama eske inaweza kuripuka ama nini. Bakiwa itoe hapa juu haiwezi bakia hapa.
Ile ni kweli, lakini akipatikana mtu wa kukiasemea ibombe yenye iko hapa, jua hakuna mtu mwa alikuwa kasiritere mwa wote. Wewe uko mwenyeji. Wewe jirani hapa. Niko mwenyeji. Na mama mwenye hapa huyu hapa. Kwa nini msiende mwe wote wa mimi jirani yangu pale bombe iko kwake, habana natukuta. Lazima tuko na kwa mashamba. Jua Mungu alikuwa kama ngaliki watu ya kidogo. Tulikuwa kama zingaliki nyumba hii. Wengine walikuwa kumarasi, wengine walikuwa mapori, sisi ndio tulikuwa hapa siritere. Mwaka afeni hapa. Sisi wote tulikuwa na kusanyika pale. Watu wazima na watoto ndio walikuwa nanukia mwenye parsi. Sasa Mama Martha, utaambia serikali nini juu ya mtoto wako huyu, matatizo anapataga shida gani nyingine baada ya ile maekla yenye ilimpata? Eski anasikia maumivu ama nini, ama alipona moja kwa moja kwa leo hivi? Nilikuwa nasikia maumivu kwanza, nilikuwa nasikia maumivu na homa iko mingi, nilikuwa namletea homa ya eske mkono na udhaifu mkono, alikuwa ananyangua hata kitu cha kabana. Unaweza kuongea nini na serikali ikufanyie nini? Government ndio na kuangalia inipatie msaada, inisaidie. Haya, asante sana. Na huyu ni ndugu yake naye pia huyo ilipata iko mgonjwa kule kwa hospitali kwa Katongo, yuko hospitali. Okay, sawa. Akamata hivi sasa. Tupite kwanza huko, mimi speaker ya hapa ndo kwenye watoto walikuwa wanachezea hapa, ndio hapa hivi mwa walikuwa hapa, ndio walikuwa hapa, mwa walikuwa hapa, ndio mabore kadela, kisha boro ndio kaangukia pale, ndio ile bon iko presque hata 1 metre de 5 metre 5 à 6 metre kwenye iliangukia, kisha maikla ndio zinakuja zinagusa watoto huko. Wewe ulishuhudia vita ya M23? Ndio. Hebu tupate kwanza hii hapa, tuongee na yangu hapa, yeye alishuhudia vita ya M23. Hebu tuambie, uliona M23 ni wakombozi ama watu aina gani? Hapana, M23 ilikuwa wakombozi. Bo wakati balingiaka au mlikuwaka siku ya Mungu wakaingia Makobola, tulikimbiaka ilikuwaka siku ya tatu. Tulikimbilia mapori. Nilionaka uwezo hakuna, tukakimbilia mapori. Atenda aweza kujere watoto kule kutababeba. Tukakimbilia mapori. Bo kukala kule mapori magonjwa yakasumbua watoto. Hapana, tutakia kufia huko. Bo nikabidi tushuke huko mwingine. Familia ngapi kule mapori? Haina idadi. Mwe wote na wote hii avenue yetu yote ukishasikia hii avenue Kanyago yote ya Yulu ilikuwa mapori. Tukaikala kule tukaona magonjwa yanatusumbua na watoto, tukashuka. Kama tutakia kufia mwingine tukifia mwingine. Tukaanza kuishi nabo. Sisi garso kushaikala pale kwa barabara. Bwana, wewe tuoneshe uko nite. Si yuko naisha nite, yuko naisha nite, bali kimbiaka. Banaanza kuchomeka kwanza fimbo hapa. Sasa moya baza lendo bana wapiga kule na FARDC, bakisha bakuta mwingine banaanza kuambia mwa maneno yako sawa. Tukaona sawa, tunaanza kufika mili, tunatarudia tena. Wale wakati FARDC kakia rekipere na wazalendo na waibu wakakia kusaidia mwa mwingine, wana wakatoka wakaenda simama wale milima hapa Yulu. Wale ambutiaje wazalendo na FARDC wakaikalekala humu, umebezao wanaanza kudebordia wanashuka mwa Kartusi hapa. Tunaikala humu mwingine moto inawaka hapa kwa hiyo Kartusi hapa Yulu. Titi hapana, kuna kotaini basha tuzunguruka kule mapori. Tukale hasa kama utakufia humu fio. Wakatupa zaidi ya bombe 30 na zaidi humu mwingine na mashantie hapo zote tuko nazo. M23 iko huku inatupa mabombe humu mwingine zaidi ya 30 iende iue raia. Sio wanasema aseme evo abapiga kiraia. Walikuwa wanapiga raia. Ndio walikuwa wakombozi hapa. Na ile neno kusema sene balitoka ni Makobola kupenda kwao. Bo, wewe ulikuwa hapa. Eski walitoka kwa kupenda ama kuko pressure ilikuwa nyuma yao? Hapana, habakutoka kwa kupenda. Jua walikuwa wanaanza kupigwa zaidi. Walikuwa wanaanza kupigwa na FARDC. Kisha wanakimbilia huko. Wakaona udhaifu inakuwa ya mingi baisha pigwa. Wakabidi sasa waingie huku ngambo za pale Ruanga, wakaenda panda tena mapori. Bana deborde. Manake bangesema sasa wanatoka kwa kupenda yao.
abanga deborde, lakini bali deborde tena, maana hawakutoka kwa kupendea, walitoka kwa nguvu. Ndio. Na apres sasa ile maevenema yote mwe bashene ya hapa mnajikomportia sasa. Bon, mko chini ya ukombozi wa FARDC, sasa waliingia wazalendo, mnajikomportia namna gani? Mko sawa ama kuko shida kidogo? Tuko sawa juu ya nini? Tungaliki na udhaifu wa mingi juu tulipoteza vitu ya mingi. Na magonjwa ya ile mabombi ingaliki ya mingi mbatu. Kuna sikia hapa mtoto anagonjwa nini na nini. Donc ile mabombe ingali inasumbua mili ya watoto. Ndio. Na watu wazima. Hawakupata matibabu zenye zinastahili. Hakuna. Nasikia pale hospitali kulikuwa tu mganga mmoja nani Serge. Bila Serge na wasoda na waraia tungekufa ovyo. Yaani Serge ndio kwa hudumia na wasoda na waraia wote. Tukakia toka Ibu moya ndio akaanza kumsaidia, alikuwa mganga. Serge kwa vile ifo tupate Serge. Ifo tumone Serge. Eske wasoda nani hamna nani ya departement ya waganga sina kwaga? Joni na kusaidiana na Serge. Tulionaka tu Ibu moja ndio alikuwa anasaidiana na Serge. Basi. Mimi nashukuru sana na ni jambo la maana. Kama kuna chochote ambacho uko nacho cha kuongea, labda kuhitaji usaidizi wa serikali, mashirika mbalimbali kulingana na hiyo ilitokea hapa Makobola, unaenda sema mashirika kwanza na bashukuru kwanza kuja tuona. Sisi tunaweza penda tu mtupatie msaada mbalimbali ya kutusaidia watoto wa Makobola. Kwanza tuliteseka sana. Tulikuwa tunawea maminisio milima yote kwa kusaidia serikali yetu ishinde vita. Mko sasa nani? Si hapa. Jeshi na tulikuwa na maidadi ya wale wagarso walikuwa nasaidia. Na bameri hapa walikuwa naibeba. Hapana, hatutakia kufa, tupandishe maminisio mamilima yote mzima. Watu tunapelekea jeshi. Makitu, ule Makirambi, maana sio tulikuwa tunarudilia position ya nani ya Ibu ya mwisho. M23 hapo mbele hapo. Yaani position ya M23 ya FARDC Baibu. Tunarudilia pale tunacho mizigo bataturate mabombe, bataturate masasi. Hivyo na wanatuambia mjitahidi tu mtatoka hapa mtaenda kunyumba, lakini tushukuru Mungu kwa sababu sio wote tulikuwa tunaenda na tunarudia wazima. Ilikuwa kwa nguvu ya Mungu. Umefanya kazi kubwa. Ndio. Msaidia serikali. Ndio kabisa. Tunashukuru tu serikali yetu tusaidie msaada Makobola, tupo tuna nani ile kidogo tu basi. Kidogo nini? Msaada tu. Nini? Msaada hata ya chakula hata franga ni sawa. Fu kuongewa na Mungu. Sio Makobola tunahitaji tupate chakula. Sawa. Makobola tunahitaji chakula, tunahitaji franga. Tupate pesa mtusaidie na matibabu. Kwa sababu watu wangaliki wagonjwa sana. Est-ce que centre de santé hapa ni moja tu ndio kufanya kazi? Uko centre hospitalier na centre de santé. Centre hospitalier iko huko chini. Ni hapa yule. Hii hapa juu. Ile pale okay. Kwa mganga Serge. Mimi nakushukuru sana bwana. Na mfaka unajua hii nchi yetu ni sisi ndio tunatakiwa kuipigania. Ndio. Kama si wajene hatujitolee kusaidiana na FARDC. Licha kwamba mko pamoja ni baofyo sawa. Lakini bale ba mzuri tunaendana nao. Tunawasaidia juu lengo tutoe bitu tupate amani. Nchi kwa amani. Unaona ba mama kama hivi kwa mtoto saa huyu hapa hivi. Huyu saa huyu. Bombe imwangukie. Iko nakosa. Wala sawa huyu yuko hapa. Alikula cha nani? Huyu. Alikula franga za nani? Iko mpolitiki huyu ya nani? Unaona? Donc hivi yote tu ni kazi bure. Inabidi hii vita iishe. Ndio. Na vita itaisha kwa sababu wote kuungana mkono. Madame na asante. Tutakuja kuonana wakati mwingine. Sasa kaka. Ndio litafanyika, tutarudia tena Makobola. Tutakuja kuona.